baraka katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, katika jina la Bwana ninakushukuru asubuhi mchana wa leo. Ninakupa sifa na utukufu na heshima. Ninakupa utukufu sote Mungu kwa wema wako na fadhili zako Mfalme. Asante kwa neema yako Jehova. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu naweza. Ni nani kama wewe Bwana wa uzima? Nani kama wewe Mfalme wa neema? Katika jina la Bwana we give you glory, Lamb of God. Lamb of God, we thank you. We thank you, Lamb of God. We thank you, Lamb of God. We worship your name, O God. We worship your name, our Father. In the mighty name of Jesus Christ, Son of the living God. We worship your name, our Lord. Kalabusa, Kalabasika. In you we live and move and have our beings. In the name of Jesus. Ndani yako tuishi, ndani yako tunatembea, na ndani yako tunakuwa na uzima. Jina lako litukuzwe na lihimidiwe, Mfalme wa amani. Katika jina la Bwana majeshi, ninasimama kinyume na kila wenza, kila upinzani. Katika jina la Bwana ninanyamasisha kila aina yote sauti inayonena. Katika jina la Bwana, I bring them down in the name of Jesus Christ. I declare today in the name of Jesus Christ, every power of darkness in the name of Jesus Christ, in the level of man, in the level of angel, I bring them down today in the mighty name of Jesus Christ, Son of the living God. Tunakubaliana na makusudi ya Bwana katika mji wa Namanga. Tunakubaliana na makusudi ya Mungu katika anga yetu, katika jina la Bwana, katika jina la Bwana, katika jina la Yesu Mwana wa Mungu aliye hai. We worship your name, our God, in the name of Jesus. Shakala makanta, robo sakala mazika, jakala makuta la masika la mayantorobo saya, lema sokola makata la masika, makuta, lebu, makasokata, leba mama, lema sika la masika. Let our enemy be scattered. We scatter every man. We scatter every gathering in the name of Jesus Christ. We scatter in the name of Jesus Christ. Zano the living God, Makuta, Makula Soka, Lima Sokota Lamasika, Katula Bosa Lamakanta, Lebo Saka Lamasika, in the mighty name of Jesus. Bwana, I exalt your name. I exalt your name, our God. I exalt your name. You are the lily of the valley, the beginning and the end. My Father and my Lord, the rock of ages. In you we live, my God. We exalt you, my Lord. We exalt your name for the beauty of your holy name. The beauty of your holy name, we exalt you, my God. In the name of Jesus. Katika jina la Bwana. Thank you, Lord. Asante Bwana. Bwana tunasema asante. We give you glory. Asante kwa sababu ya ibada hii ya leo. Tunajikabidhi mkononi mwako, Mfalme wa neema. Naomba Bwana ukatamalaki Bwana katika jina la Yesu. Asante Mfalme, jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe katika jina la Bwana. Thank you Jesus. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Ningependa asante kwa sababu ya nafasi huu. It's a privilege to be once again coming to you live from this media. Wherever you are, I just want to take this time to welcome you. Wherever you are watching us, welcome as we share the word of God. Thank you, Jesus. My name is Timothy Diangau, born again Christ, my personal Savior. I want to take this opportunity to welcome all of you who are getting this live broadcast wherever you are, in the name of Jesus Christ. So, ningependa ufanye jambo, tag a friend, invite a friend, akapate naye kushiriki neno la Mungu mchana wa leo, so that we can be blessed, we be blessed together. Thank you for those who are coming. May the Lord bless you. I want to continue because of time. I want to share with the word of God the way, the same word that we have been sharing. And I want to talk about, I'll continue talking about what this has for us. Nini neno hili nilisungumza on last week on things on Friday, nafikiri. Now I was talking about what this season has for us. Nini majira haya iko na nini juu yetu.
Jina la Bwana tukuzwe. Kumbuka kwa wale ambao tumekuwa nao nilisema kwamba Mungu habadiliki, Mungu wetu habadiliki. Yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu habadiliki kamwe. Kinachobadilika ni majira. Mungu wetu habadiliki. Yeye yule jana, hayo ndio baadhi ya majina yake. Those are the man's his names. Their names are the unchangeable God. He will never change. But what changes is the season and time. Season and time changes. And that is what you must know. Na nikasema juzi nilipo share some just writing on my wall, nikasema kwamba our God does not change. What changes is time and season. The difference between a successful man and a failure is just because their differences lies on the understanding of all the season carries. Kile kinachotofautisha mtu aliyofaulu na mtu aliyeanguka ambaye mwenye hajafanikiwa ni pale ni uelewaji wa majira. People who understand season know what to do in the particular season. You cannot remain to be just a natural man for all the years and you expect to succeed. No. Every day, formula changes. Every day, grace changes. Every day, our walk must change. We are not living in a uniformity where we are just uniform every day. Why? Because seasons carry different graces, different packages in life. So, ninataka kusema ya kwamba what this season hold for us. Na ningependa ni jana tu ndio tumekuwa katika Easter Monday and today we are proceeding. Na ningependa kuendelea kusunguza what this season hold for us. In this season, what this season hold for us is what we call restoration, urejesho. So I want to speak about urejesho. Maana Kristo Yesu alipokufa kifo chetu msalabani, na jana nikazungumza kwamba the grave is not empty. And today I'm talking about kwamba nikisema kwamba this season there is full package of restoration. Restoration is our package in this season. Kuna urejesho ya kimungu katika majira haya. Jina la Bwana tukuzwe. Kuna urejesho ya kimungu. He died so that he restore, he purchased back to us. Restoration is bringing back that which has lost plus the benefit. Kuna kitu kinaitwa restitution. That is being restored plus a benefit. But I'm not talking about restitution. I'm talking about restoration. Jina la Bwana tukuzwe. He died so that he restored us back to God. When a first man, Adam and Eve, sinned in the Garden of Eden, the Bible says they are chased away from the presence of God, and a relationship broken between man and God. And from that time, God began to plan the redemption of man, the bringing back of man. So at this season, our redemption, our restoration was fully met, was fully settled in the cross of Jesus Christ. Jina la Bwana tukuzwe. So number one, restoration kile ambaye Mungu anarejesha ni kwamba he restore our fellowship. Our fellowship with God is fully restored unto him. Is fully restored. Jina la Bwana tukuzwe. Nataka nisome Roman, tunapoendelea Roman
5:8. I've been reading this word, and I want to continue to read it. Amen. So the Bible says, nasema hivi, but God demonstrated his own love for us in this: while we are still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him? For if while we were God's enemy, we are reconciled to him through the death of his Son, how much more have been reconciled shall we be saved through his life? Bali Mungu haonyesha upendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sasa, tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa ghadhabu kwake yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sasa ambaye tumepatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Jina la Bwana tukuzwe. So ninazungumza juu ya kwamba, ninasema ya kwamba kuna restoration ambayo Mungu ameturejesha katika majira haya, tunaposherekea, tunapokumbuka kufa na kufuka kwa Yesu. Kitu ya kwanza kilifanyika, God fixed up the system which was broken. Remember the other day when I was talking about a broken system. Now at this season, God is fixing up a broken system. Not that is fixing up, but he has already, at this season, katika majira haya, Mungu amerejesha kwa ukamilifu urejesho wetu. Sorry. Na hiyo urejesho aliyorejesha ni ushirika wetu na Mungu. Ushirika wetu na Mungu. Jina la Bwana tukuzwe. Ushirika wetu na Mungu. Mungu alirejesha. Number 2, we are redeemed, purchased back from slavery. At this season, number 2, God have redeemed us. There is difference between restoration na redemption. Restoration ni hali ya kurejeshewa kitu ambaye kimepotea. But redemption is paying back their price. Buying it double. You redeem something that was yours, you redeem it again for yourself. You buy it double. You buy it for yourself. You buy it back. Jina la Bwana tukuzwe. Hallelujah. So the Bible says in Ephesians 1:7. Ephesians 1:7. Let me just read in the name of Jesus. The Bible says, katika, nasema, in him we have redemption through his blood. The forgiveness of sin in accordance with the riches of God's grace that we lavish on us with all wisdom and understanding. Katika yeye yumo huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha ya dhambi sawa na wingi wa neema yake. Hallelujah. Kuna redemption. This is buying it back. So when we are lost, when we have lost, tulipokuwa tumepotea, na Mungu akatulipa gharama tena. We belong there before we belong to him, then we get lost.
then we pay the price. He paid the price. Kwa mfano, wacha nitoe mfano, sisi ni tunafuga wanyama. Wakati mwingine unakuta mbuzi yako imepotea, mang'ombe ama kondoo. The fact that he is lost, it doesn't mean that it does not belong to you. Unaenda unatafuta, unapata kwa boma ya jirani. To us, we just bring it without any more procedures, because it is yours. But to God, because He's very just, na tulilipia na tulifanya dhambi ambayo ilitufarakanisha na Mungu, dhambi ambayo mshahara yake ilikuwa ni mauti, maana Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Then He pays back to us so that He can get us back again. So we are redeemed by His own blood. He shed His own blood because of us so that He can buy us back to Himself. What should we do? Ni nini ambapo tunapaswa kufanya kwa wakati huu wa urejesho? Ni nini ambayo inapaswa? What must you do at this season of restoration? Number one, you must believe in restoration. Katika majira haya ya urejesho, kile ambapo lazima ufanye ni kwamba lazima uamini urejesho. Hallelujah. Lazima uamini urejesho. Uamini ya kwamba kuna damu iliyomwagika msalabani, na uamini kwamba it is for you. Hallelujah. Uamini ya kwamba urejesho hiyo damu iliyomwagika ni kwa ajili yako. Uamini ya kwamba you are no longer a old nature. Yesterday we talked about the linen cloth in the grave of Jesus. Then I told you those clothes in the grave of Jesus were our own self nature of sin. So through He left them in the grave. Utu wetu wa zamani Kristo Yesu aliacha kule kaburini. Hallelujah. Na alipoacha, sasa tukafufuka na yeye katika utu mpya, utu wa kimungu. Sasa now you must believe that kile alichoacha kule kaburini ni utu wako ya dhamani ya dhambi. Usaili tena uishi kwa dhambi. Usaili tena uishi katika ile utu wa zamani inayotenda dhambi, inayoishi katika pain, inayoishi katika maisha ya manunguniko, inayoishi katika life ya doubt. You must believe resurrection, that God has died and He went to the grave with your own self nature, old nature of sin, old nature of diseases, old nature of calamities. You must believe that He's dead. He died for you. He died for me. That's what I'm saying, that you must believe resurrection. Lazima uamini ya kwamba kuna urejesho. Ni vigumu kumsaidia mtu asiyeamini urejesho. Ni vigumu sana. Kuna ndoa zilizovunjika. Watu walishindwa kusameheana. Walishindwa kuishi maisha mapya kwa sababu walikataa kuamini kwamba kuna kubadilika. Kile kinachofanya Ukristo iwe tofauti na dini zingine na imani zingine, kwamba sisi tunaamini ya kwamba kuna mabadiliko. Kuna kubadilika. Mtu aliyeshindikana anaua watu anaweza badilika na kuokoka. Mwizi international ambaye ameshindikana, ambaye ameshindikana kabisa, anaweza okoka. Maana Biblia inasema ikiwa sasa mtu ako ndani ya Kristo Yesu amefanyika kiumbe kipya. So lazima sisi hata leo hii mtu aje katika kanisa hili na aseme ya kwamba yesterday nilikuwa Al-Shabaab, nilikuwa Adha, I was a killer, I was a robber. I believe him that he can get saved. Kama mimi nimeokoka, hata wewe unaweza okoka. Na lazima tunaamini kwamba kuna restoration. Amen. Hallelujah. Amen. There are many families who are tearing apart, who are parting actually.
But because they believe in resurrection, when they come into town, na mtu asema kwamba nisamee, nimekosa mume wangu, nimekosa mke wangu, nisamee, tuendelee, wanaamini ya kwamba yayo yamepita na wanazidi kusonga mbele na maisha inaendelea. Lazima uamini ya kwamba kuna urejesho. Hallelujah. That is the character of our God. Our God believes, he knows that there is resurrection, there is kurejeshewa hali yako. Bwana asifiwe sana. Kama Mungu angeliamini kwamba kuna urejesho, sisi angekuwa kuna mtu yeyote anayeweza kuokoka, kwa sababu sisi wote tuko wabaya, tuko watu wabaya. Lakini Mungu anatupatia anatuamini bila kuwa na doubt yoyote. Na ajua kwamba anasema dhambi yako ya samani nimeondoa. I have given you a new chance. Live a new life. There are men of God who I know them. Waliokokea kule Kamiti. They were entitled to be hanged, but they get saved. And they prove with test of time that these people are now born again. And the government released them. And they are now bishops. They are men of God. They are doing good in the society because there is resurrection. You must believe that there is resurrection. Hallelujah. Majira kama haya ambayo tunakumbuka kufa na kufuka kwa Yesu na tumeshaona katika maandiko, lazima tuamini ya kwamba he has restored us back to God. Hallelujah. Amen. So you must believe that there is resurrection. Number two. Kabla sienda number 3, number 2, wakati Kristo Yesu alipoenda katika boma wa kina Mary, yule dada yake Lazaro, Bethany nafikiri kule, na alipoenda maandiko yanasema akamkuta Mary na Martha, wakamlilia akamwambia, Bwana, ungelikuja juzi ndugu yetu angekufa, lakini it's too late, kwa sababu ni siku 4 sasa akiwa kwenye kaburi na hata amenuka. Yesu kila alimwambia, hajamwambia kitu kingine, alimwambia believe. Nimesema, na akamwambia Mary, ni amini na utaona wokovu wa Bwana. Ukitaka kuona resurrection, believe. I tell you, just believe. Believe God 100% without doubt. Believe that he is able. It doesn't matter the record, what the record says. Believe a new beginning. Believe that God can do a new thing. Anasema katika kitabu cha Isaiah 43:18, anasema, I'm doing a new things. Could you not see? Hallelujah. Amen. So you must believe that God is doing a new thing, has already done a new thing in your life. Believe resurrection. Believe that there is a new beginning. Don't walk in condemnation, condemning yourself. Usitembee ukijihukumu kwa sababu ya kile yalichotokea jana, ya kile walichokusema, ya majina waliokuita. Usitembee na hizo majina. Sahau na upite mbele ukisema ya kwamba I am a new creature, I am a new vessel, I am a new creation. Amen. Go ahead, go, tembea mbele ukisema ya kwamba mimi ni chombo kipya. Amini ya kwamba inawezekana. Hallelujah. Amen. So what you must do at this season of resurrection, you must believe that there is resurrection. Amen. You must believe kwamba kuna urejesho. Jina la Bwana tukuzwe. Amini ya kwamba kuna urejesho. Akaambiwa, ukisoma Yohana 11 mstari wa kwanza mpaka 44, utakuta Mungu akipambana na the spirit of unbelief iliyo ndani ya Mary na Martha. Every other time Yesu anamwambia, nimesema waamini. Mungu anataka kuona uamini wako. Just believe. It is not the moment you believe that
this person is capable. This person can really do good thing. The moment you believe yourself, your capability, your ability to reconnect themselves back to the source of unlimited powers. Ya mjaelewa, nasema kwamba wakati tutakapoamini, the game changes. Hallelujah. The game changes. You might fight a battle, but the moment you shift your belief to the higher authority, to God Almighty, everything changes. Do you know why David overcame Goliath? He overcame because he has shifted the battle to God. Hallelujah. Kasema ya kwamba kuna Mungu mbinguni atakayenipatia ushindi. He changes everything. Aliyenipigania jangwani, niliweza kupigana na dubu, nikapigana na simba. Hata hii atakuwa mmoja wao. He shifted the trust. He shifted the belief. And things, let me tell you, it's not about the big faith you have that move mountain. It is about the big God you believe. Hallelujah. It is not how good and how eloquent you are to narrate about your faith. No. It is about the little faith you have, focusing on a big God, a mighty God, a game changer, a mountain mover, a God who says and it become low, a God who speaks and it become. Shift your belief to him. Hallelujah. So, wakati Mary alipoamini, everything changed and Lazarus came out. Amen. Hallelujah. Amen. Even you, if you believe God, things gonna work for you. Oh yes. Huwezi ishi kwa ndoa ambaye wewe mwenyewe ndani yake unanungunika, unasema huyu bwana hajabadilika, huyu mke hajabadilika. Unamuona kama nyang'au, unaona kama ni mnyama. Huwezi. But when you believe, you trust. Hallelujah. Amen. Believe that there is a chance. And don't give enemy to preach for you. Akuambie failures ya last year. Akuambie failures ya juzi. No. As long as amekiri, mbatia Mungu msigo abebe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So, another things. Number 2, as I finish, what you should do at this season, you must refuse the status quo. You must refuse status quo. Ni lazima katika majira haya, ukitaka kuona urejesho, lazima ukatae hali ya kawaida. Status quo ni hali ambao unaamini mambo ambaye unaamini situation ibaki vile ilimekuwa. This is a situation of things to remain the way they are. You must refuse. Ukitaka kuona mabadiliko, lazima ukatane hali ya zamani. Usikubali the normal song wakuambie, do you know, wewe ni wa ule jamii ambaye hakuna mtu anaolewa, hakuna mtu atafika hapa, hakuna mtu make, hakuna. No. Hata kama you are in that desperate level, you must rise up, you must believe yourself, you must refuse status quo. Lazima ukatae, unasema ya kwamba sitaki na sitaki. Ilikuwa hivi, lakini in me changes must be seen. Yes. Hallelujah. Amen. Let me tell you, in the entire wicked generation, a one man is determined. A one person is determined. Katika kisasi nzima kiofu, mtu mmoja anaweza leta tofauti. Huyo mtu ni mtu anayekataa hali ya kawaida. Hallelujah. Huyo mtu ni wewe, ninazungumza na wewe. Pengine kwenu imekaa hata wewe unasema nitakaa tu nimalizie kama mama yangu, nitakaa tu kama ndugu zangu, kama dada zangu, kama baba yangu, maana kwetu mambo lazima ikae hivi. No, have come to say no. Lazima ukatae hali ya mambo.
Lazima lazima uwe mtu anayesababisha mabadiliko. Yes. You must be a dreamer. You must be a world shaker. You must be a world changer. Change your own world. Let me tell you, all of us, we are the product of a situation. We are the product of a kind of environment we come from. Aishi hapo tutakufia tutakaa hivyo. No, we must change our own world. Oh yes. Hallelujah. Mimi siwezi kubali nikae kama ndugu zangu anakaa ama nikae kama watu wetu wanakaa. No, I must fight and change. Yes. I must now, even if I don't change things, I must fight and die fighting. Yes. Hata kama sibadilishi chochote, lakini lazima nikufe nikipigana. Oh yes. Lazima nikufe nikipigana. Yes. Usiwahi kubali hali kukalie. Na useme ya kwamba sisi tunakaanga hivi. Na useme ya kwamba hii ni desturi yetu. Na useme ya kwamba hii ni historia yetu. Na useme ya kwamba hivi ndio mambo inapaswa kuwa kwetu. No, you must be a dreamer. You must be a fighter. Oh, yes. You must be a shaker. Oh, yes. You must change things. Yes. You must bring a vibrant change in your life. Hey, hallelujah. Amen. Let me tell you, in your family, things will remain the way they are until a one man and a woman rises who says enough is enough. Yes. Ninasema ya kwamba kwenu nyumbani mambo yanaweza kaa katika visasi mpaka iinuke mtu mmoja anayesema yametosha na yametosha. Enough is enough. Oh yes. Hallelujah. Gideoni alipatikana. Kwao nyumbani walikuwa mighty people who are blessed. Walikuwa wanasiaga ngano wakiwa mavichoni. Wanajificha. Until a man rise. Na akasema kwamba enough is enough. Let me tell you, believing in a change, kataa kitu ambacho tunaita status quo. Kataa hali ya kawaida. Sema kwamba lazima mambo yatabadilika. Lazima mambo yatabadilika. Lazima hata kama ni kwa tone la damu yangu, hata kama ni damu yangu, lazima ni badilika. Let me tell you, hakuna kifo mzuri. Hakuna kifo mzuri. Tena kifo ambaye unakufa ukiwa a failure. Very bad. Hallelujah. Amen. You are not going to live 300 years. No matter how good you try to please the situation, you still going to die, and you might die a failure. But hata na ukiishi miaka 10 na umeishi a victor, it's better. Wewe nasema kwamba ninakataa kuishi as a failure. I failed that. Amen. Ana heri risasi na kugonga the front katika uso, paja la uso, kuliko risasi na kugonga matako ukikimbia paji la uso lako. Hallelujah. Risasi naye kugonga hapa kwenye uso wako, paji la uso, ni bora kuliko risasi linayo kugonga matako ukikimbia. Yani umegongwa kiatu imeruka juu. Yes, juu ya uoga. Hakuna hata niyo kamoja tu nawekwa, hakuna mtu anataka kujua kama umekufa ama utakaa kule mtaroni. Baka wanyama wa pori wako kule. Lakini wale wanagongwa hapa usoni wakija, wakiconfront situation, wakipigana kuleta mabadiliko, hao wao lazima wanapigwa mpaka vichwa vyao inakuwa kama kichungi. Hao watesagangi wanaenda moja kwa moja kwa sababu they fight mpaka mabadiliko inapatikana. I tell you, let me tell you, this world has no place for jokers. If you are a joker, you cannot get anything better in this world. No matter how you try to suit the situation, ujaribu kuhonga watu, unakaa mtu mpole, hasio kanyanga, hasio uwa, hata sinsimisi, unatembea kwa upole hivi. I tell you, this world has no place for you. You must run children. Fight for your life. Kataa hali. Nasema ya kwamba mimi sitaishi kama vile baba yangu ameishi.
Mimi sitakaa kama vile mama yangu ameishi. Mimi sitakaa kama ndugu zangu wamekaa. Lazima nilete mabadiliko. Lazima nilete mabadiliko. Lazima niingie katika vita. Nilete mabadiliko. So ninasema kataa status quo. Usikubali. Mimi siwezi kubali. I better die fighting. Hallelujah. Let me tell you, a successful life is not measured by very, very many years you have lived in the world. We cannot measure life because you have squandered 140 years in the earth. Then we say this man is successful. No. You can even live 150 years, but you die a failure. Get me right. And you can as well live 50 years and you die as a successful man. Because you have fight to stand in your rightful place. Let me tell you, rightful places are battlefield. Rightful place, mahali sahihi ambapo unafaa kukaa ni uwanja wa vita. Hallelujah. Ili uwe na ndoa mzuri, uwe tayari kupigana. Uwe na mume mzuri, mke mzuri, watoto wazuri, uwe tayari kupigana. Haikuji hivyo, lazima ufunge kiuno na upigane vita. Pigana vita. Amen. Day in, day out. Because rightful places are taken by sword. I taken by sword. Inachukuliwa kwa upanga. Bwana, ninakushukuru kwa sababu ya mchana wa leo. Asante kwa sababu umekuwa Mungu mwema, umekuwa tegemeo na msaada. Jina lako litukuzwe na lihimidiwe. Asante kwa sababu ya kila mmoja anayenisikia, aliyetusikia, wale waliotujiunga. Naomba ufalme wa neema katika wakati huu wa majira ya urejesho. Naomba Bwana wa uzima ukaturejeshe vitu vyetu vilichochukuliwa katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa hali ya kawaida. Yes. Tunakataa masauti inayosema hivi ndivyo mambo inavyopaswa kuwa. Tunakataa katika jina la Yesu. Tunakataa maroho zinazotufinyilia chini. Yes. Katika jina la Yesu. Katika jina la Bwana. Asante Bwana, tunaamini ya kwamba umekufa na kufufuka ili Bwana ukaturejeshe vitu ambavyo zilipotea. Katika jina la Yesu. Asante kwa nyakati hizi ya urejesho. Pokea sifa na utukufu. Katika jina la Asante Bwana. Kwa jina la Yesu, Bwana tunaomba na kuamini. Amen. Amen. God bless you. God bless you. May the Lord bless you and keep you in Jesus' name. Thank you for this time. Tutaendelea na somo hili la urejesho. Kesho nitaingia number 3, number 4. By the time tutafika number 5, tutakuwa wiki hii imeisha na tutabarikiwa. Bwana asifiwe sana. Lazima ukatae hali vile imekuwa. Lazima uamini urejesho. Number 2, lazima ukatae status quo. Useme ya kwamba mambo haitakuwa vile tena katika jina la Bwana. Hata Kenya hii haitaletwa mabadiliko, haitapatikana Kenya kama haitapatikana viongozi wanayokataa hali hii ya corruption, hali hii ambayo imekuwa. Kwa jina la Yesu, may God bless you and shine his face upon you in Jesus' name. Shalom. Let's meet tomorrow, the same time, the same place, in Jesus' name. Amen. God bless you.